Wazazi wa bilionea walimtuma mwana wao wa pekee kwa sababu waliamua kuacha shule ili kutengeneza nywele za wanawake. Uamuzi huo uliwashangaza watu wengi waliowajua. Baba yake alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Mama yake alikuwa mwanamke aliyeshika heshima kubwa katika jamii. Walikuwa na mali nyingi, majumba, magari na wafanyakazi wengi. Lakini siku ile ndani ya nyumba yao kulikuwa na ukimya mzito. Baba yake alimtazama kijana wake kwa macho makali. "Unataka kuacha shule ili ufanye kazi ya kutengeneza nywele?" aliuliza kwa sauti nzito. Kijana huyo ambaye aliitwa Juma hakutikisa kichwa kwa uoga. Alisimama imara. "Baba, sio aibu kufanya kazi. Ninapenda kazi hiyo na ninaamini naweza kufanikiwa." Maneno hayo hayakumpendeza baba yake hata kidogo. Kwa hasira alisimama na kusema, "Kama hutaki kusoma, basi nenda ukaishi maisha yako mwenyewe. Katika nyumba hii hatufundishi watoto kuwa watengeneza nywele." Mama yake alinyamaza tu, macho yake yakiwa na huzuni. Siku hiyo hiyo Juma aliondoka nyumbani akiwa na begi dogo tu na pesa chache mfukoni. Hakujua maisha yatampeleka wapi. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kitu kimoja tu, imani kwamba kazi ya mikono haimdhalilishi mtu. Maisha mapya hayakuwa rahisi hata kidogo kwa Juma. Alifika katika mji mdogo ambapo watu wengi hawakumjua. Alipanga chumba kidogo sana nyuma ya duka la zamani. Chumba hicho kilikuwa na kitanda kimoja cha kawaida na kioo kilichopasuka kidogo. Hapo ndipo alipoanza maisha yake mapya. Asubuhi moja alitafuta kiti cha zamani na kioo kikubwa sokoni. Aliweka mbele ya duka lililokuwa halitumiki. Aliandika kwa kalamu kwenye karatasi kubwa, "Saluni ya Juma, nywele za wanawake." Watu waliopita walisimama na kusoma. Baadhi yao walicheka. "Mwanaume anataka kutengeneza nywele za wanawake?" mmoja alisema kwa kejeli. Wengine walitikisa vichwa vyao. Lakini Juma hakujibu mtu yeyote. Alifungua kiti chake, akakaa na kusubiri mteja wa kwanza. Masaa yalipita, jua lilianza kupungua, hakuna aliyekuja. Lakini badala ya kufunga na kukata tamaa, Juma alisimama na kusema polepole, "Kila safari huanza siku ya kwanza." Hakujua kwamba mtu mmoja alikuwa akimwangalia kwa makini kutoka upande wa pili wa barabara. Mtu aliyekuwa akimwangalia Juma alikuwa mwanamke mzee aliyekuwa akiuza mboga karibu na pale. Jina lake lilikuwa Mama Zawadi. Alikuwa ameishi katika mji huo kwa miaka mingi na alikuwa ameona watu wengi wakijaribu biashara tofauti. Alimwangalia Juma kwa muda mrefu kabla ya kuvuka barabara. Alisimama mbele ya kiti chake na kusema kwa sauti ya upole, "Kijana, umeanza biashara leo?" Juma alitabasamu kidogo. "Ndiyo mama." Mama Zawadi alicheka kidogo. "Usijali watu wakicheka. Watu wa hapa hucheka kila kitu kipya." Juma alinyamaza tu, lakini maneno hayo yalimgusa moyo. Mama Zawadi akaendelea kusema, "Kazi halali haijawahi kumdhalilisha mtu. Watu wataanza kukuheshimu siku watakapoona bidii yako." Alimpa embe moja kutoka kwenye kikapu chake. "Chukua, ule, usifunge biashara leo mapema." Juma alishukuru sana. Siku hiyo hakupata mteja hata mmoja, lakini aliondoka jioni akiwa na moyo wenye nguvu zaidi kuliko asubuhi. Hakujua kwamba kesho yake mtu mmoja angekuja kubadilisha kabisa mwanzo wa safari yake. Asubuhi iliyofuata, Juma alifungua saluni yake mapema sana. Alisafisha kiti chake, akapanga vyombo vyake vizuri, kisha akakaa kimya akisubiri mteja. Baada ya muda, mwanamke mmoja kijana alipita karibu na pale. Alisimama kidogo, akaangalia karatasi iliyokuwa imeandikwa "Saluni ya Juma." Jina lake lilikuwa Amina. Alimwangalia Juma kisha kauliza, "KWA, sauti ya kawaida. Unatengeneza nywele kweli?" Juma alisimama haraka. "Ndiyo dada, naweza kujaribu." Amina alitabasamu kidogo. "Sawa, nitakuwa mteja wako wa kwanza." Maneno hayo yalifanya moyo wa Juma upige kwa nguvu. Alifanya kazi kwa makini sana. Hakutaka kufanya kosa hata dogo. Dakika zilipita. Hatimaye Amina aliangalia kioni na kusema kwa mshangao kidogo, "Umefanya vizuri sana." Alilipa bila hata kubishana bei. Kabla hajaondoka alimwambia, "Usikate tamaa. Watu wataanza kuja."
Juma alimwangalia akiondoka akiwa na furaha isiyoelezeka. Hakuwa anajua kwamba mwanamke huyo angekuwa sehemu muhimu sana katika maisha yake ya baadaye. Baada ya siku chache, jambo la ajabu lilianza kutokea. Amina alirudi tena, na wakati huu hakukuja peke yake. Alikuja na rafiki yake mmoja. "Nilimwambia kuhusu wewe," Amina alisema kwa tabasamu. Rafiki yake alikaa kwenye kiti na Juma akaanza kazi yake kwa umakini mkubwa. Polepole, watu wengine walianza kusimama karibu kuangalia. Mmoja alisema, "Huyu kijana anaonekana anajua kazi." Ndani ya wiki chache, Juma alianza kupata wateja wachache kila siku. Hakukuwa na pesa nyingi bado, lakini matumaini yalikuwa yanaanza kuonekana. Siku moja Amina alipokuwa anaondoka, Juma alimwambia kwa unyenyekevu, "Asante kwa kuniamini siku ya kwanza." Amina alitabasamu na kusema kwa sauti ya utulivu, "Wakati mwingine mtu anahitaji mtu mmoja tu kumwamini," kisha akaondoka. Jua hakujua kuwa nyuma ya tabasamu la Amina kulikuwa na siri kubwa ya maisha ambao angeigundua miaka mingi baadaye, na siri hiyo ingegeuza kabisa hadithi yake. Kadiri siku zilivyopita, jina la Juma lilianza kusikika polepole katika mji ule. Mwanzoni walikuwa wanawake wachache tu waliokuja, lakini baada ya wiki kadhaa wateja waliongezeka kidogo kidogo. Siku moja, mwanamke mmoja alipomaliza kutengeneza nywele zake, aliangalia kioni kwa mshangao. "Kijana, umefanya kazi safi sana," alisema. Mwanamke huyo aliporudi nyumbani, alimwambia dada yake kuhusu saluni MPY ya Juma. Ndani ya siku chache, dada yake naye alikuja. Polepole, habari zikaanza kusambaa, lakini bado kulikuwa na watu waliocheka. Baadhi ya wanaume waliokuwa wanapita walimwambia kwa kejeli, "Kijana, kazi ya wanawake imekufaa sana." Juma hakuwajibu. Alijua kuwa maneno hayabadilishi maisha, kazi ndiyo hubadilisha maisha. Kila siku alifungua saluni yake mapema na kufunga jioni. Mama Zawadi bado alikuwa jirani yake sokoni. Kila mara alipita kumtia moyo. Lakini mtu aliyokuwa akimsaidia zaidi bila kujua ni Amina. Kila aliporudi kutengeneza nywele, aliwaleta wateja wapya, na Juma alianza kuona kuwa mwanamke huyo alikuwa na moyo wa kipekee. Lakini hakujua bado, maisha ya Amina yalikuwa na changamoto nzito sana. Siku moja jioni, baada ya wateja wote kuondoka, Amina alibaki kidogo. Juma alikuwa anasafisha vifaa vyake. Amina alimwangalia kwa muda kabla ya kusema, "Juma, umezoea maisha ya hapa?" Juma alitabasamu kidogo. "Maisha si rahisi, lakini nashukuru Mungu. Kila siku mambo yanakuwa bora kidogo." Amina alinyamaza kama mtu aliyokuwa anafikiria jambo zito. Kisha akasema polepole, "Sio watu wengi wanaweza kuanza maisha upya bila msaada wa familia." Juma hakujibu haraka. Baada ya muda alisema, "Wakati mwingine maisha yanatulazimisha kuwa na nguvu." Maneno hayo yalimgusa Amina sana, lakini hakusema kitu kingine. Alilipa pesa ya huduma na kusimama kuondoka. Kabla hajaenda mbali, aligeuka na kusema, "Endelea kufanya kazi kwa bidii. Kuna siku watu watajivunia kukujua." Juma alibaki akimwangalia akiondoka. Hakujua kwa nini, lakini kila alipoongea na Amina, moyo wake ulikuwa na utulivu wa ajabu. Na bila kujua, urafiki wao ulikuwa unaanza kukua polepole. Miezi ilianza kupita. Saluni ya Juma haikuwa kubwa, lakini ilianza kuwa na wateja wa kudumu. Alifanikiwa kununua kiti kingine cha kutengeneza nywele. Mama Zawadi alikuwa mtu wa kwanza kugundua mabadiliko hayo. "Sasa biashara inaanza kukua," alisema kwa furaha. Lakini wakati mambo yalipoanza kwenda vizuri, tatizo jipya lilitokea. Kulikuwa na saluni kubwa kidogo upande wa pili wa barabara. Mmiliki wake aliitwa Bi Halima. Alikuwa ameendesha biashara hiyo kwa miaka mingi. Siku moja alisimama mbali kidogo akiangalia wateja waliokuwa wakisubiri kwa Juma. Uso wake haukuonyesha furaha. Baadaye alimuita mmoja wa wafanyakazi wake na kusema kwa sauti ya chini, "Huyu kijana anaweza kuharibu biashara yetu kama hatutakuwa makini." Wafanyakazi wake walinyamaza. Hawakuamini kijana mdogo angeweza kuwa tishio. Lakini Bi Halima alijua kitu kimoja: ushindani katika biashara unaweza kubadilisha kila kitu. Na bila Juma kujua, mtu fulani alikuwa ameanza kupanga njia ya kumwangusha. Siku moja asubuhi, Juma alipofika kufungua saluni yake,
alishangaa kuona watu wachache wakimwangalia kwa mashaka. Mwanamke mmoja aliyekuwa mteja wake wa kawaida alimwambia polepole, Juma, kuna watu wanasema mambo mabaya kuhusu wewe. Juma alishangaa, mambo gani? Mwanamke huyo alisita kidogo kabla ya kusema, wanasema hujui kutengeneza nywele vizuri na kwamba unaharibu nywele za watu. Juma alinyamaza. Alijua wazi kwa hiyo haikuwa kweli. Lakini pia alijua uvumi unaweza kuharibu biashara haraka sana. Siku hiyo, wateja walikuwa wachache kuliko kawaida. Jioni ilipofika, Juma alikaa kimya nje ya saluni yake. Mama Zawadi alikuja karibu naye. Kijana, usijali maneno ya watu. Ukweli huwa unaonekana baada ya muda. Lakini hata hivyo, moyo wa Juma ulikuwa mzito. Alikuwa ameanza safari yake kwa shida sana. Na sasa, ilionekana kama mtu alikuwa anajaribu kuvunja ndoto yake. Lakini hakujua kwamba mtu mmoja angeamua kumsaidia kupigana vita hiyo. Na mtu huyo alikuwa Amina. Siku iliyofuata, Amina alifika mapema sana kuliko kawaida. Alimkuta Juma akiwa amekaa kimya ndani ya saluni yake. Aligundua mara moja kuwa kuna kitu hakikuwa sawa. Juma, kuna nini? Aliuliza. Juma hakutaka kusema sana, lakini mwishowe alimweleza kuhusu uvumi uliokuwa unasambaa. Amina alisikiliza bila kumkatiza. Baada ya muda, alisema kwa sauti ya utulivu, watu wanaweza kusema chochote, lakini ukweli una nguvu kuliko maneno. Kisha alifanya kitu ambacho Juma hakutarajia. Alitoa simu yake na kumpigia rafiki yake mmoja. Baada ya dakika chache, wanawake wawili walikuja saluni hapo. Sikuambia? Amina alisema kwa tabasamu. Leo tutafanya nywele hapa. Ndani ya saa moja, wateja kadhaa walikuwa wameketi wakisubiri. Habari zilianza kusambaa tena kuwa Juma bado anafanya kazi nzuri. Juma alimwangalia Amina kwa mshangao. Kwa nini unanisaidia sana? Aliuliza. Amina alitabasamu kidogo. Wakati mwingine mtu anahitaji mtu mmoja tu asiacha kumwamini. Lakini ndani ya moyo wake, Amina alijua sababu halisi ilikuwa kubwa zaidi kuliko hiyo. Na siku moja, ukweli huo ungejitokeza. Siku kadhaa zilipita tangu Amina awasaidie kuleta wateja wengi katika saluni ya Juma. Biashara ilianza kurudi katika hali yake ya kawaida. Watu walipoona wanawake wengi wakitoka saluni ya Juma wakiwa na nywele nzuri, uvumi uliokuwa unasambaa polepole ulianza kupotea. Lakini Juma alijifunza somo muhimu. Aliamua kufanya kazi kwa bidii zaidi kuliko zamani. Kila mteja aliyekuja alimhudumia kwa makini sana. Siku moja mchana, Amina alifika kama kawaida, lakini siku hiyo alikuwa kimya zaidi kuliko kawaida. Juma aligundua hilo mara moja. Amina, leo unaonekana umechoka, alisema kwa upole. Amina ilitabasamu kidogo, lakini macho yake yalionyesha mawazo mengi. Ni mambo ya nyumbani tu, alisema kwa kifupi. Juma hakutaka kuuliza sana. Alijua wakati mwingine watu wanahitaji muda wao. Lakini kabla hajaondoka, Amina alisema jambo ambalo lilimfanya Juma afikirie sana. Kuna siku maisha yanaweza kubadilika ghafla. Ni vizuri mtu awe tayari kwa kila kitu. Juma alibaki akijiuliza, kwa nini Amina alisema maneno hayo? Jioni moja, Mama Zawadi alikuwa anakunja meza yake ya mboga sokoni. Juma alipita pale kama kawaida kumjulia hali. Mama Zawadi alimwangalia kama makini. Kijana, unafanya kazi vizuri sana, alisema. Juma alitabasamu kwa heshima. Ni kwa sababu ya watu kama wewe na Amina ambao wamenitia moyo. Mama Zawadi alitikisa kichwa. Amina ni mwanamke mzuri sana. Alinyamaza kidogo kisha akaongeza kwa sauti ya polepole. Lakini maisha yake si rahisi. Juma alishangaa kidogo. Ina maana gani mama? Mama Zawadi hakusema kila kitu. Alisema tu, ana majukumu mengi kuliko watu wanavyofikiria. Maneno hayo yalibaki akilini kwa Juma. Alianza kugundua kuwa Amina alikuwa mtu anayeficha mambo mengi moyoni. Lakini jambo moja lilikuwa wazi. Amina alikuwa mtu wa moyo mzuri sana. Na polepole Juma alianza kumheshimu zaidi kuliko mwanzo. Wakati mambo yalipoanza kwa mazuri kwa Juma, upande mwingine kulikuwa na mtu ambaye hakufurahia kabisa hali hiyo. Bi Halima. Siku moja aliita wafanyakazi wake wawili ndani ya saluni yake. Aliwatazama kama choma kali. Kwa nini wanawake wengi wanaenda kwa yule kijana? Aliuliza. Mmoja wao alisema kwa hofu, labda anafanya kazi vizuri. Maneno hayo hayakumpendeza Bi Halima. Aliinama mbele kidogo na kusema, biashara haiendi kwa huruma. Lazima tufanye kitu.
Wafanyakazi wake walitazamana. Walijua kuwa Bi Halima alikuwa mwanamke ambaye hakupenda kushindwa. Siku chache baadaye, mtu mmoja alianza kuwaambia wanawake sokoni maneno mabaya kuhusu saluni ya Juma. Lakini wakati huu, mambo hayakuwa rahisi kama zamani, kwa sababu wateja waliokuwa wamejaribu huduma ya Juma walijua ukweli. Na polepole watu walianza kupuuza maneno hayo. Lakini Juma bado hakujua nani alikuwa nyuma ya uvumi huo. Miezi kadhaa ilipita. Saluni ya Juma ilikuwa imeanza kupata wateja wa kutosha kila siku. Aliweza hata kumwajiri msichana mmoja mdogo kumsaidia kusafisha na kupanga vifaa. Jina lake lilikuwa Neema. Lakini siku moja, jambo lisilotarajiwa lilitokea. Mvua kubwa ilinyesha usiku kucha. Asubuhi yake, sehemu ya paa la jengo la zamani ambalo Juma alipanga ilianza kuvuja. Maji yaliingia ndani. Viti, vioo na vifaa vingine vililoa. Juma alisimama katikati ya saluni yake akihisi moyo wake unazama. Alikuwa amewekeza kila kitu alichokuwa nacho. Kukarabati sehemu hiyo kungehitaji pesa nyingi. Mama Zawadi alipokuja kuona hali hiyo alishtuka. Hii ni shida kubwa, alisema kwa huzuni. Lakini mtu mmoja alipofika na kuona hali hiyo, alifanya kitu ambacho Juma hakutarajia kabisa. Na mtu huyo alikuwa Amina. Amina alipofika saluni na kuona maji ndani, alinyamaza kwa muda. Juma alikuwa anajaribu kufuta maji sakafuni. Amina, samahani, leo siwezi kufanya kazi, alisema kwa huzuni. Amina aliangalia sehemu iliyoharibika kwa makini. Utahitaji pesa ngapi kurekebisha hapa? Aliuliza. Juma alitikisa kichwa. Ni nyingi sana. Labda nitafunga kwa muda. Amina hakusema kitu kwa sekunde chache. Kisha alitoa bahasha ndogo kwenye mkoba wake. Aliiweka mezani. Chukua hii, alisema. Juma alishtuka. Hapana Amina, siwezi kuchukua pesa zako. Lakini Amina alimkatisha kwa upole. Hii si msaada wa bure, ni mkopo. Utanirudishia siku biashara yako itakapokuwa kubwa. Juma alihisi koo lake limekauka. Hakuwahi kufikiria mtu angeweza kumsaidia kwa kiwango hicho. Alipoinua macho kumwangalia, Amina alikuwa tayari anaelekea mlangoni. Kabla hajaondoka, alisema tu, watu hawajengwi na pesa, wanajengwa na watu wanaoamini. Lakini Juma hakujua bado. Msaada huo ulikuwa mwanzo tu wa hadithi kubwa zaidi. Baada ya kukarabati saluni yake kwa msaada wa Amina, Juma alifanya kazi kwa bidii zaidi kuliko hapo awali. Kila siku aliamka mapema sana. Alifungua saluni kabla hata ya maduka mengi kufunguliwa sokoni. Wateja walipoanza kuja, aliwahudumia kwa utulivu na umakini mkubwa. Polepole, jina lake lilianza kusikika hata katika maeneo mengine ya mji. Wanawake waliokuja kutoka sehemu nyingi ingine walikuwa wakisema, tumesikia kuna kijana hapa anayetengeneza nywele vizuri sana. Juma hakubadilika hata kidogo. Aliendelea kuwa mnyenyekevu kama siku ya kwanza. Lakini jambo moja lilikuwa wazi. Saluni yake sasa ilikuwa na wateja wengi zaidi kuliko hapo awali. Siku moja jioni, alipokuwa akifunga saluni, alikaa kimya kwa muda. Alikumbuka siku ya kwanza alipoketi kwenye kiti akingoja mteja ambaye hakukuja. Na sasa hali ilikuwa tofauti. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na swali moja tu. Kwa nini Amina alikuwa tayari kumsaidia sana? Hakujua kuwa majibu ya swali hilo yangemgusa moyo zaidi kuliko alivyotarajia. Miezi ikageuka miaka. Saluni ya Juma haikuwa ndogo tena kama zamani. Aliweza kuipanua kidogo na kuongeza viti zaidi vya kazi. Neema, msichana aliyemwajiri, alikuwa sasa anajifunza pia kutengeneza nywele. Mama Zawadi bado alikuwa jirani yao sokoni na kila mara alijivunia mafanikio ya Juma. Lakini mtu ambaye hakubadilika hata kidogo alikuwa Amina. Alikuja saluni kama kawaida. Hakujionyesha kama mtu aliyekuwa na mchango mkubwa katika mafanikio ya Juma. Siku moja Juma alimwambia kwa utani, Amina, sasa watu wanakuja kutoka mbali. Labda siku moja nitafungua saluni kubwa zaidi. Amina alitabasamu kidogo. Unaweza kufanya hivyo. Lakini macho yake yalionyesha mawazo mengi, kana kwamba alijua kitu ambacho Juma hakujua bado. Na kweli kulikuwa na jambo ambalo Juma hakujua kabisa kuhusu maisha ya Amina.
Wakati maisha ya Juma yalikuwa yanabadilika polepole, mahali pengine watu wawili walikuwa wanaanza kufikiria sana kuhusu mtoto wao. Walikuwa wazazi wa Juma. Miaka kadhaa ilikuwa imepita tangu waachane naye. Mwanzoni walikuwa na hasira na uamuzi wake, lakini kadiri miaka ilivyopita, hasira ilianza kupungua. Mama yake alikuwa mara nyingi akimwambia mume wake, "Ni mtoto wetu pekee." Lakini baba yake alikuwa mtu mwenye kiburi kikubwa. Siku moja, rafiki yake wa biashara alimwambia jambo la kushangaza. "Nimesikia kuna kijana katika mji fulani ambaye saluni yake imekuwa maarufu sana." Baba yake hakujali sana mwanzoni, lakini alipouliza jina la kijana huyo, alibaki kimya kwa muda mrefu, kwa sababu jina lilikuwa moja tu, Juma. Na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alianza kujiuliza kama walifanya uamuzi sahihi siku ile. Katika mji ule ule, siku moja Amina alifika saluni ya Juma akiwa na uso uliokuwa na uchovu mkubwa. Juma aligundua mara moja. "Amina, leo unaonekana umechoka sana," alisema. Amina alikaa kwenye kiti polepole. Baada ya muda, alisema kwa sauti ya chini, "Kuna siku maisha yanakuwa mazito kuliko kawaida." Juma hakutaka kumuuliza maswali mengi, lakini kabla hajaondoka, Amina alimwambia jambo ambalo lilimfanya afikirie sana. "Juma, kama siku moja utafanikiwa sana, usisahau watu waliokuwa karibu nawe wakati mambo hayakuwa rahisi." Juma alitabasamu kidogo. "Siwezi kusahau hilo." Amina alimtazama kwa sekunde chache, kana kwamba alitaka kusema kitu kingine, lakini hakusema tu. Aliondoka tu. Na Juma hakujua kuwa siku hiyo Amina alikuwa akificha maumivu makubwa sana moyoni mwake. Baada ya miaka kadhaa ya kazi ngumu, Juma alikuwa amefikia hatua ambayo hakuwahi kufikiria. Saluni yake sasa ilikuwa moja ya saluni zinazojulikana sana katika MJI ule. Wanawake wengi walimwamini. Baadhi yao hata walikuwa wanakuja kutoka miji ya karibu. Siku moja jioni, baada ya kumaliza kazi, Juma aliketi nje ya saluni yake pamoja na Mama Zawadi. Walikuwa wanaangalia watu wakipita sokoni. Mama Zawadi alimwangalia Juma na kusema kwa tabasamu, "Kijana, sasa watu wanaheshimu kazi yako." Juma alinyamaza kidogo, kisha alisema kwa utulivu, "Ni kwa sababu ya watu kama wewe na Amina." Mama Zawadi alitikisa kichwa polepole, lakini kisha akasema jambo ambalo lilimshangaza Juma. "Juma, kuna jambo moja kuhusu Amina ambalo unapaswa kujua siku moja." Juma aligeuka kumtazama kwa mshangao. "Lakini si sasa," Mama Zawadi alisema. "Ukweli huo utakuja wakati wake." Na hapo ndipo Juma aligundua kuwa maisha ya Amina yalikuwa na siri kubwa sana. Siku moja asubuhi, Juma alipofika saluni mapema kama kawaida, alimkuta Mama Zawadi amesimama nje akimsubiri. Uso wake ulikuwa tofauti na kawaida. "Kuna nini mama?" Juma aliuliza kwa wasiwasi. Mama Zawadi alikaa kwenye kiti polepole. "Juma, kuna jambo ambalo nimekuwa nikifikiria kwa muda mrefu." Juma alikaa karibu naye. Mama Zawadi alimtazama kwa macho ya huruma. "Wewe unajua Amina anakusaidia sana, sivyo?" Juma alitikisa kichwa. "Ndiyo mama, bila yeye labda nisingefika hapa." Mama Zawadi alinyamaza kidogo, kisha akasema polepole, "Unajua pesa aliyokupa siku ile ya kukarabati saluni?" Juma alimsikiliza kwa makini. Mama Zawadi akaongeza, "Hizo zilikuwa akiba yake yote." Juma alishangaa sana. "Amina hana maisha rahisi kama unavyofikiria." Maneno hayo yalimgusa Juma moyo sana. Kwa mara ya kwanza, alianza kuelewa kuwa msaada wa Amina haukuwa jambo dogo. Na hapo ndipo alianza kujiuliza swali kubwa zaidi. Kwa nini Amina alikuwa tayari kujitoa kiasi hicho kwa ajili yake? Siku kadhaa baadaye, Juma aliamua kumtafuta Amina ili kuzungumza naye. Alipofika nyumbani kwake, alishangaa kuona nyumba yake ilikuwa ndogo sana kuliko alivyotarajia. Mlango ulifunguliwa na mtoto mdogo wa kike. "Unamtafuta nani?" mtoto aliuliza. "Ninamtafuta Amina," Juma alisema kwa upole. Mtoto akatabasamu kidogo. "Huyo ni mama yangu." Maneno hayo yalimshtua Juma kidogo. Hakuwahi kujua kwamba Amina alikuwa na mtoto. Baada ya muda mfupi, Amina alitoka ndani. Alishangaa kumuona Juma. "Juma, umefika hapa?" Juma alitabasamu kwa aibu kidogo. "Nilitaka tu kujua unaendeleaje." Amina alimkaribisha ndani.
Ndani ya nyumba kulikuwa rahisi sana, samani chache, lakini kila kitu kilikuwa safi na kilipangwa vizuri. Juma aligundua kitu muhimu siku hiyo. Amina alikuwa mtu aliyekuwa akifanya kazi sana ili kumlea mtoto wake, na bado alikuwa akipata muda wa kumsaidia yeye. Hapo ndipo heshima ya Juma kwa Amina iliongezeka zaidi. Baada ya siku ile, Juma alianza kumuona Amina kwa macho tofauti. Sasa alielewa kidogo maisha aliyokuwa anapitia, lakini bado hakujua kila kitu. Siku moja jioni, walikuwa wamekaa nje ya saluni wakiongea baada ya wateja wote kuondoka. Juma alimwambia kwa utulivu, "Amina, unafanya mengi sana kwa watu wengine." Amina alitabasamu kidogo. "Watu wote wanapitia maisha magumu kwa njia tofauti." Juma aliendelea, "Lakini wewe ulitoa pesa zako zote kunisaidia. Kwa nini?" Amina alinyamaza kwa muda, kisha akasema polepole, "Kwa sababu siku ile nilikuona ukianza safari yako. Nilikumbuka maisha yangu mwenyewe." Juma alimsikiliza kwa makini. Amina akaongeza, "Kuna watu walinisaidia nilipokuwa na shida. Bila wao, labda leo nisingekuwa hapa." Juma alihisi maneno hayo yana uzito mkubwa, lakini bado alijua kuwa kuna sehemu ya hadithi ya Amina ambayo bado haijasemwa. Wakati huo huo, mbali na mji huo, wazazi wa Juma walikuwa wameanza kufanya uamuzi muhimu. Mama yake alisimama dirishani akifikiria sana. Miaka mingi ilikuwa imepita. Hatimaye alimwambia mume wake kwa sauti ya utulivu, "Tumtafute mtoto wetu." Babake alikaa kimya kwa muda mrefu. Kiburi chake kilikuwa kikubwa sana kwa miaka mingi. Lakini sasa mambo yalikuwa tofauti. Biashara yake ilikuwa imepungua kidogo, na kila alipofikiria maisha, aligundua kitu kimoja: fedha haziwezi kuchukua nafasi ya familia. Hatimaye alisema kwa sauti nzito, "Labda ni wakati." Na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, walianza kupanga safari ya kumtafuta mwanao. Hawakuwa wanajua wangemkuta katika hali gani, lakini safari hiyo ilikuwa karibu kuanza. Siku moja mchana, mtu mmoja aliyekuwa akisafiri kutoka mji mwingine aliingia saluni ya Juma. Alikaa kwenye kiti na kusema, "Nimesikia sana kuhusu wewe." Juma alitabasamu KW kawaida. "Karibu sana." Wakati Juma alikuwa anafanya kazi, mteja huyo aliendelea kuongea. "Nilikuwa na rafiki yangu ambaye aliniambia kuna kijana hapa aliyefanikiwa sana baada ya kuanza kutoka sifuri." Juma hakujibu sana, lakini baada ya muda mteja huyo alisema jambo la kushangaza, "Na jina lake ni Juma, kama wewe." Juma alitabasamu tu. Hakujua kwamba habari za mafanikio yake sasa zilikuwa zimeanza kusafiri mbali sana. Na bila yeye kujua, watu wawili muhimu sana katika maisha yake walikuwa tayari wanaanza safari ya kuja kumtafuta. Watu hao walikuwa wazazi wake, na kukutana kwao kungeleta hisia ambazo hakuna mtu aliyekuwa amejiandaa nazo. Siku moja asubuhi, Juma alikuwa anafanya kazi kama kawaida katika saluni yake. Wateja walikuwa wengi kuliko kawaida. Neema alikuwa akiwasaidia kupanga wateja waliokuwa wakisubiri. Ghafla, watu wawili walionekana wakisimama nje ya mlango wa saluni. Walikuwa wamevaa vizuri sana. Walionekana kama watu waliotoka mbali. Juma alipowaona hakuwatambua mara moja, lakini Mama Zawadi aliyokuwa anapita sokoni alisimama ghafla. Aliwatambua. Baada ya miaka mingi, wazazi wa Juma walikuwa wamesimama mbele ya saluni ya mwana wao. Mama yake alikuwa na macho yenye hisia nyingi. Baba yake alionekana kuwa na wasiwasi. Hatimaye waliingia ndani. Juma alipoinua macho yake kutoka kwa kazi aliyokuwa anafanya, alisimama ghafla. Kwa sekunde chache hakusema neno. Kwa sababu watu waliokuwa mbele yake walikuwa wazazi wake, saluni nzima ikawa kimya. Baada ya miaka mingi ya kutukutana, walikuwa wamesimama uso kwa uso tena, na hakuna aliyekuwa anajua nani angeanza kuongea. Mama yake Juma alikuwa wa kwanza kuvunja ukimya. Alimkaribia polepole, macho yake yalikuwa yamejaa machozi. "Juma," alisema kwa sauti ya chini. Juma alisimama kimya. Miaka mingi ya kumbukumbu ilipita akilini mwake kwa sekunde chache. Hatimaye baba yake alisema kwa sauti nzito, "Tulikuja kukuona." Hakukuwa na hasira katika sauti yake kama zamani. Kulikuwa na unyenyekevu ambao Juma hakuwahi kuusikia kabla. Juma aliwakaribisha wakae. Baada ya muda mfupi wa ukimya, mama yake alisema, "Tumesikia watu wakiongea kuhusu mafanikio yako." Baba yake alimwangalia saluni ile kwa makini.
Hakuwahi kufikiria kwamba kazi ambayo aliidharau siku ile ingeweza kufika mbali kiasi hicho. Hatimaye alisema kwa sauti ya polepole, labda tulikosea siku ile. Maneno hayo yalikuwa mazito sana kwa sababu yalikuwa mara ya kwanza baba yake kukubali kosa lake. Wakati wazazi wa Juma walikuwa bado ndani ya saluni, mtu mwingine aliingia. Alikuwa Amina. Aliposimama mlangoni na kuona watu waliokuwa wamekaa ndani, alitambua mara moja kuwa walikuwa wazazi wa Juma. Alisita kidogo, lakini Juma alimuona na kumuita, Amina, njoo. Mama yake Juma alimwangalia kwa makini. Juma alisema kwa utulivu, huyu ndiye mtu aliyenisaidia sana tangu nilipoanza hapa. Amina alijaribu kuonekana wa kawaida, lakini Mama Zawadi aliyekuwa karibu aliamua kusema ukweli wote. Na sio hivyo tu, alisema kijana huyu asingekuwa na saluni hii leo kama si msaada wa Amina. Juma aliwatazama kwa mshangao. Mama Zawadi akaendelea, alitoa akiba yake yote ili kumsaidia siku ile saluni ilipoharibika. Saluni ikawa kimya. Wazazi wa Juma walimtazama Amina kwa heshima mpya, na kwa mara ya kwanza Juma alielewa ukubwa wa sadaka aliyofanya. Baada ya ukweli huo kujulikana, Juma alinyamaza kwa muda mrefu. Alimwangalia Amina, mwanamke ambaye alikuwa karibu naye kwa miaka mingi bila kujua sadaka aliyofanya. Hatimaye alisema kwa sauti ya utulivu, Amina, sikujua. Amina alitabasamu kwa upole. Hakukuwa na sababu ya kujua, lakini Juma alitikisa kichwa. Ulibadilisha maisha yangu. Mama yake Juma alikuwa akitazama tukio hilo kwa macho yenye hisia nyingi. Aliweza kuona wazi kwamba mwanamke huyo alikuwa na moyo mkubwa sana. Baba yake Juma pia alionekana kufikiria sana. Hatimaye alisema kwa sauti ya heshima, ni watu kama wewe wanaofanya dunia kuwa bora. Juma alinyamaza kwa muda mrefu. Kisha akasema jambo ambalo hakuna mtu alitarajia. Amina, kuanzia leo sitaki uwe unapambana peke yako tena. Maneno hayo yalikuwa mwanzo wa uamuzi mkubwa ambao Juma alikuwa anakaribia kufanya. Juma alisimama katikati ya saluni yake. Watu wote walikuwa wakimsikiliza kwa makini. Aliwatazama wazazi wake, Mama Zawadi, Neema na Amina. Kisha alisema kwa utulivu lakini kwa sauti yenye uhakika, kila kitu nilichofanikiwa leo ni kwa sababu ya watu waliokuwa karibu nami wakati sikuwa na chochote. Alimgeukia Amina, wewe ulinisaidia wakati watu wengi hawakuniamini. Kisha akasema mbele ya kila mtu, natamani tuendelee kujenga maisha pamoja. Amina alishtuka kidogo, lakini macho yake yalionyesha furaha na mshangao. Mama Zawadi alitabasamu kwa furaha kubwa. Wazazi wa Juma walitazamana kisha wakatabasamu pia, kwa sababu waliweza kuona kitu ambacho hawakuwahi kukiona zamani. Utajiri wa kweli haukuwa katika pesa. Ulikuwa katika watu waliokuwa tayari kusimama pamoja wakati wa shida. Miaka mingi baada ya siku ile, watu wa mji huo walikuwa bado wanazungumza kuhusu hadithi ya Juma, kijana aliyefukuzwa nyumbani kwa sababu ya kutengeneza nywele za wanawake, lakini aliyefanikiwa kwa sababu ya bidii, uvumilivu na watu waliomwamini. Na hilo ndilo lilikuwa somo kubwa la maisha.